Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kama mtoto wako hana ufahamu mzuri shuleni, kama wewe mwenyewe unasoma masomo yoyote, ufahamu unakuwa mdogo, uelewa wako unakuwa ni mdogo, hauwezi kuelewa kwa haraka, basi twende tukasome dua hii, ambayo dua hii itakufungua ufahamu. Wewe ambaye unasoma chochote kile, unasoma kompyuta, unasoma chochote, elimu yoyote unayoisoma, unasoma dini, unasoma elimu ya secular, masuala ya shule haya, sekondari, sijui chuo, basi popote pale unaposoma, basi hakikisha unasoma dua hii ili kupata ufaulu wa hali ya haraka, ufaulu wa juu, na vile vile kupata elimu kubwa na kuwa na kichwa chepesi cha kuweza kuelewa masomo yako darasani. Na vile vile, ama kwa hakika, yoyote ambaye atakayekithiri kuisoma dua hii kwa mtoto wake, kwa maelekezo ambayo tutakayoyaweka hapa, basi hakika na muhakikishia mtoto wake atakuwa ni mwenye kufaulu katika masomo yake. Mtoto wake atakuwa ni mwenye kufanya vizuri katika masomo yake, na mtoto wake atakuwa ni mwenye kuelewa haraka sana kile ambacho anafundishwa popote pale, darasani, shuleni, madrasa, na popote pale mtoto wake kichwa chake kitakuwa ni kichwa active kwa kile alichosomeshwa na walimu. Ndugu zangu, nataka niwajulishe kitu kimoja, ya kwamba sio kwamba kila mmoja anafeli kwa sababu hana akili. Sio kweli. Wapo ambao wanafeli kwa sababu hawana akili, lakini hakika na kuhakikishia ukiwasomea dua hii, akili yao itakuja sawa sawa na watakuwa barabara. Lakini wapo ambao wanafeli kwa sababu ya makundi, yani mtu tukaamua kufata makundi yanampoteza, na inafikia hatua ile akili ya kujikeep busy na masomo inapotea, inakuwa akili ambayo ina mawazo tofauti na masomo. Sasa hawa pia wanastahiki waweze kuisoma dua hii ama kusomewa dua hii. Walillahi alhamdu, watapata kukaa safi kabisa na salama, na masomo yao yatakuwa mazuri. Lakini vile vile kuna hawa kundi la mwisho ambao automatically wao walikuwa ni watu wenye akili sana, na walikuwa ni watu wenye jitihada ambao hawataki kurudi nyuma, walikuwa wanatamani wafanye vizuri kweli, lakini akili zao, vichwa vyao, jitihada zao zikarudishwa nyuma na wachawi. Sasa kama kichwa chako na akili yako itakuwa imerejeshwa, imesahaulishwa na wachawi na washirikina na watu wabaya, kwa kuona kwamba kulingana na akili yako unaweza ukafika mbali, basi ndugu yangu, fanya jitihada za hali ya juu kuhakikisha kwamba unakwenda kutumia mfumo huu ambao tunaokufundisha, ili mradi uweze kurejea, au mtoto wako aweze kurejea katika formula nzuri za kimasomo, na awe ni msomaji mzuri, awe ni mjuzi mzuri ambaye anaweza kufanya makubwa. Lakini pia jambo lingine la msingi sana ambalo nataka kulisema ni kwamba kuna kitu kinaitwa hasadi, na kuna kitu tunaita al-ain, kijicho. Hizi hasadi, huyu anakuwa sio mtu mshirikina, lakini kamuhusudu mwanao au kakuhusudu wewe, au huyu anakuwa sio mchawi wala sio mshirikina, ila tu sio hasadi, tunasema kijicho, al-ainu haq, kijicho. Yani yupo mtu ni mtu mzuri kabisa wala hana ubaya, lakini tu kile kitendo cha kutazama macho yake kwako, basi tayari unaharibikiwa. Hii ni hali ya hatari, anakuwa tayari kashaingiza
ile hatari katika maisha yako dhidi ya elimu ambayo uliyokusudia kuipata. Sasa hatumlaumu huyu mtu kwa sababu yeye hajakosa na wala hajui kama macho yake yamekuwa na madhara kwako. Hafahamu chochote kwamba yeye anatoa madhara, bali Allah ndiye hujua kwamba huyu mtu ana macho ya aina gani. Sasa pia, na ndio maana tunaambiwa tufiche sana harakati zetu, kwa sababu sio lazima wakuhusudu wanaokujua. Hata wasiokujua wanaweza wakakuhusudu na bila wao wenyewe kujijua kama wamekuhusudu, na pengine wakijua kwamba wao ndio wamekuhusudu pia wakajisikia vibaya na wakajiona kwa nini wamekuhusudu. Sasa yote katika yote, huwezi ukajua umefikia hatua hiyo ya kutokuwa na elimu, kutokushika vizuri masomo darasani, kutokuelewa masomo, kichwa kuwa kigumu na wepesi kuondoka. Kwa sababu ipi? Sababu je, ni uchawi? Au sababu ni wewe mwenyewe hutaki tu kusoma? Au sababu umeamua kufuata makundi yamekupoteza? Au sababu mwenyewe umefanyiwa hasadi ama kijicho? Je, huwezi ukajua. Mara nyingi Allah peke yake ndiye mwenye ujuzi wa kuweza kujua huyu mtu amepatwa na mtihani huu kwa sababu gani. Sasa kwa kuwa hatujui na hatufahamu lolote ambalo pengine linaweza kuwa ni tatizo kwetu, basi ninachoomba kwa sasa, hebu tuende tukatumie njia hii ya sisi kuweza kutambua namna gani tunavyoweza kujisaidia, namna gani tunavyoweza kujinusuru, na tutajinusuru kwa njia ipi. Njia salama na njia bora kabisa ya kujinusuru ni kuweza kutumia njia hii. Sikiliza kwa umakini na uweze kuifanyia kazi. Andaa kalamu na daftari. Hakika kila siku uwe unaandika dua zetu ambazo tunazozifundisha. Jambo la kwanza, chukua udhu, elekea kibla, chukua maji yako ya lita 1, swali rakaa 2. Rakaa ya kwanza hakikisha utasoma alhamdu au suratul Fatiha, yani ile alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim mpaka mwisho. Kisha baada ya hapo utaunganisha na sura gani? Utasoma sura ya Alam Nashrah. Bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak mpaka mwisho. Kwa hiyo utakwenda katika rakaa ya kwanza, utasujudu, utarudi. Rakaa ya pili utasoma suratul Fatiha, yani alhamdu, halafu utaunganisha na qul a'udhu birabbil falaq, na utakuja qul a'udhu birabbin nas, yani suratul nas, suratul falaq na suratul nas. Halafu utakwenda kumalizia na ile alam nashrah laka sadrak, na wakati huo itakuwa ni alam nashrah ya mwisho ile fa inna ma'al usri yusra. Ukifika pale fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa utairudia mara 3. Kwa utaanza tena fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hivyo mpaka utimize mara 3. Kisha ukishamaliza mara ya 3 ndio sasa utasema fa idha faraghta fansab wa ila rabbika far'ab. Alafu Allahu akbar, utaenda kwenye rukuu, kisha utasujudu. Ukishamaliza kusujudu, umerudi, umekaa kikao. Sasa utafungua yale maji katika chupa ya lita 1, utaanza kumswalia Mtume mara 21, huku mdomo wa chupa ya maji yako
umeukaribisha katika mdomo wako, utasema Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Utafanya hivyo mara 21. Kisha baada ya hapo sasa ndipo utasoma dua hii, lakini wakati unayafanya yote hayo hakikisha umeweka nia kumwambia Mwenyezi Mungu, naomba unifanyie uwepesi katika kichwa changu, unifanyie sahali katika kichwa changu. Sema maneno yote, au kama unamkusudia mwanao mwambie Mungu, ya Rabbi, naomba umfungue mwanangu kichwa chake kiwe chepesi, aweze kusoma vizuri na kuhifadhi kwa haraka, na aweze kupenda masomo, aweze kuwa ni msomi mwenye IQ nzuri kabisa. Sema maneno yote, maliza kwa Mola wako. Kisha sasa ndio utaanza zile sura, ule utaratibu wote ambao nimekwambia. Kisha wakati unayasomea yale maji vile vile, kabla hujaanza utatia nia, alafu kishaweka nia utayapuliza yale maji, na vile vile utaanza kusoma salatu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim mara 21 na zaidi ya 21. Kisha utakuja kuisoma dua hii. Baada ya kumaliza hapo utasema Rabbi zidni ilma, hivyo hivyo, Rabbi zidni ilma, hivyo hivyo, unaishia hapo hapo, Rabbi zidni ilma, 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 Rabbi zidni ilma. Utairudia hii mara nyingi ufike 21 na uende zaidi ya mara 21. Lakini wakati huo unayafanya haya, ile pumzi yako unapumulia katika chupa, unasoma pumzi yako ikiwa inatokea katika ile chupa ya maji. Kisha ukishamaliza hapo, yale maji utayafunga. Utakachokifanya, utakuwa unakunywa kidogo kama vifuniko 3 asubuhi, na vile vile utakunywa vifuniko 3 usiku. Yaani maana yake kabla ya kulala utakunywa yale maji vifuniko 3 pamoja na kujipaka mwili mzima, na baada ya kuamka asubuhi basi utakunywa vifuniko 3 na kujipaka mwili mzima. Ni kwa wewe ambaye una changamoto hii. Kama ni mwanao, basi hakikisha unamfanyia hayo. Utamnywesha vifuniko 3 na kisha utampaka maji haya mwili mzima, na kama ni wakati analala. Kama ni asubuhi ndo ameamka, amekwisha jiandaa vizuri, umemwogesha kwa ajili ya kwenda shule. Sasa kabla hujampaka mafuta, unamnywesha vifuniko hivi 3, unampaka maji haya mwili mzima, kisha sasa ndipo unamkausha kama ukipenda kumfuta, halafu unampakaza mafuta, anaondoka zake, anakwenda shule. Ama hakika ukiyafanya haya ndugu yangu, wallahi utafanikiwa, na utafanya jambo moja kubwa sana, na utafanya jambo moja mujarabu sana, na bila ya shaka na kuhakikishia mambo yatakuwa safi na salama. Hii ni dua pekee nzuri, mujarabu, tena fupi kabisa, dua ya kutengeneza ufahamu kwa watoto, ufahamu kwa watu wazima. Ni dua ya kuleta ufahamu katika mashule, ufahamu katika masomo dhidi ya watoto pamoja na watu wazima. Insha Allah, na kuomba sasa wewe ambaye umepokea dua hii na umesikiliza dua hii kwa umakini kabisa, hebu kuanzia leo anza. Usiseme nitafanya kesho, usiseme nitafanya wiki ijayo. Unaweza ukafeli, unaweza ukachelewa. Usizembee,
Uvivu wako ndio kufeli kwako, na kuondoa kwako uvivu ndiko kufaulu kwako. Pambania haki yako, pambania maisha yako, na ikibidi pambania maisha ya familia yako. Mwisho kabisa ni kuombe kwa yule ambaye na mambo matatu ya matangazo matatu ya mwisho. Kwa yule ambaye unatamani kupata kile kitabu chetu, kitabu kizuri kabisa ambacho kinakufundisha dua mbalimbali, kimeandikwa Kiswahili, kimepangwa majina 30 tu ya Mungu ambayo ni majina ya ajabu kweli kweli, na yenye kuonesha maajabu makubwa sana katika utendaji wake. Kimeeleza dua zile za majina utazisoma saa ngapi, siku gani, mara ngapi, uzito wake ni upi. Tumeeleza vizuri kabisa kwa Kiswahili. Kitabu kile kinapatikana, utatumiwa kwa njia ya WhatsApp na wala sio kupewa mkononi, kwa sababu mkononi wengi watakikosa, lakini kwa njia ya WhatsApp wengi watakipata, kwa sababu watu wapo sehemu tofauti tofauti wanayetufuatilia. Wengine wako Arabuni, wengine wako mpaka Ulaya huko, Amerika, watu wako sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo kukipata kwa kutumia DHL eti utumiwe kwenye ndege, tutadanganyana. Lakini sasa hivi utandawazi umebadilika, vitu vinakwenda kupitia mtandao tu. Kitabu chako utatumiwa kwenye mtandao, na kisha unaweza mwenyewe ukikipokea ukaenda kukiprinti ukapata kitabu cha mkononi, au ukaamua mwenyewe kukisoma pale pale katika simu yako, ama ukakiweka katika email yako. Yote na yote yanawezekana. Naomba inshallah kitabu kile kinapatikana kwa sadaka ya shilingi 15,000. Hii 15,000 lengo lake madhubuti ni sababu ya kuweza kusaidia kuipushi mbele chaneli yetu katika masuala mbalimbali kama bando na vitu vingine vya matengenezo na marepeo katika chaneli yetu, ili iendelee kukufundisha mambo mengi zaidi. Na kama kuna mtu anasema yeye yuko tayari kutusaidia kamera, microphone, akatusaidia laptop kwa ajili ya kumfanzia dua, wallahi tunatoa wito huo. Ukitupatia vifaa hivyo, tuna shida navyo sana hivi vifaa. Ukitupatia tutakufanyia dua mujarabu, dua kubwa sambamba na mazito zaidi tutayafanya kwako, kwa yoyote ambaye atakayejitolea hayo inshallah. Mwisho kabisa ni kuombe usiache kusubscribe na kushare na wenzako wapate kuzifuatilia video zetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.